Bwana Yesu asifiwe. Naendelea kusalimu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu ni mwema, Mungu ni mwaminifu, ameendelea kutupa neema na kibali cha kuendelea kuwepo katika siku ya leo. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya neema hii ambayo amenipatia ama ametupatia ya kuweza kuiona siku ya leo. Tunajua kuiona siku ni kwa ajili ya neema ya Mungu tu, ni kwa ajili ya huruma za Mungu, si kwa matendo yetu wala si kwa nguvu zetu. Ni neema ya Mungu ambayo imeendelea kuwa pamoja na sisi. Sasa tunamshukuru Mungu kwa ajili ya neema hii ambayo ameendelea kuiachilia kwetu. Kama kawaida, kwa majina yangu ninaitwa Mchungaji Jackson Komando. Leo nataka sasa nije kusema zile dalili sababu za majini ambayo sababu ambazo zinakupelekea majini kuingia kwenye maisha yako, sababu ambazo zinaweza kupelekea haya majini kuingia kwenye maisha yako. Nadhani kwa somo lililopita tuliangalia jini mahaba, namna anavyo litesa na namna anavyolitesa kanisa, kanisa. Nilipokuwa nafundisha na rekodi hilo somo na huyo jini mahaba, na kuna vita ambayo iliinuka kwangu. Kwa hiyo pale nilikuwa ninafundisha hilo somo, lakini moyoni napambana, lakini bado tunaendelea kufanya kazi ya Mungu, sababu ndio kusudi ambalo Mungu ametuitia, Kwa hiyo tunaendelea kufanya kazi ya Mungu katika mazingira yote yale, kwa sababu tunajua Mungu akiwa upande wetu hakuna anayeweza kuwa juu yetu. Mungu akiwa upande wetu hakuna anayeweza kuwa juu yetu. Kwa hiyo ninaendelea na sababu ambazo zinaweza zikapelekea haya majini kuingia kwenye maisha yako, kwenye maisha yako. Kuna sababu ambazo zinaweza kupelekea haya majini kwenye maisha yako. Japo ndio umeokoka, yani unajiita kama umeokoka, japo umeokoka kwamba mimi nimeokoka, lakini hizi roho zinatoka wapi? Zinaingia vipi? Viko vitu ambavyo huwa vinawakaribisha hasa haya majini mahaba. Moja wapo ya vitu hivyo ambavyo huwa vinakaribisha majini mahaba, sababu moja wapo huwa nini? Huwa perfume, manukato makali. Yale manukato ni manukato makali. Hivi ni vivutio vya haya majini. Kwa hiyo kama umeokoka alafu unatumia marashi makali, perfume, ndugu yangu, hiyo ni kivutio cha haya majini. Kwa hiyo unaweza kushtukia wewe umeokoka, lakini bado maisha yako kwenye vifungo. Sababu gani? Kwa sababu tuna kitu ambacho unachamiliki ya kuzimu, na ukifa ukiwa kwenye hali hiyo, basi ujue wewe utakuwa ni wa wapi. Utakuwa ni wa wapi. Mtaifahamu kweli, nayo kweli itawaweka huru. Hii ni kweli ya Mungu, ipo kwa ajili ya kuweka huru. Kama perfume ambazo unatumia, hiyo inaweza ikawa ni sababu ya haya majini kuingia kwenye maisha yako. Utaki kunukia vibaya, nataka kunukia vizuri. Haya ndugu yangu, wewe nukia nini? Nukia vizuri, lakini angalia marashi ambao unayotumia. Maana mimi sikwambii kwamba kutumia marashi ni dhambi, kwa sababu hata Yesu alipakwa alipakwa ile mafuta ya marihamu ya thamani. Kwa hiyo sikwambii, lakini kwa ulimwengu huu wa sasa ambao viwanda vingi ambao wanatengeneza huwa wanaingia mikataba na kuzimu. Ndugu yangu, ni heri uwe kama mimi, ama uwe kama watu wengine ambao wameamua kutotumia perfume, kwa sababu huwezi kujua hii ni ipi na hii ni ya namna gani. Kwa hiyo perfume huwa ni sababu haya majini kuingia
kwenye maisha yako, umeokoka lakini bado unaendelea kuota ndoto hizo za kuota ni za kufanya mapenzi, tendo la ndoa, hiyo ni sababu, Alafu kitu kingine, sababu nyingine ambayo inaweza kupelekea haya majini kuingia kwenye maisha yako, haya majini mahaba kuingia maisha yako, urembo. Urembo sio usafi, urembo. Hii ni sababu ambayo inapelekea majini kuingia kwenye maisha yako. Kama wewe ni mtu wa makeup na unatamani kuishi maisha mazuri ya kumpendeza Mungu, ndugu yangu, umekula wachuya. Kwa hiyo angalia sana, usiwe mtu wa hivyo, usiwe mtu wa hivyo. Epuka sana mambo ya urembo, sababu hii ni sababu ambayo haya majini ama huu ni mlango ambao unakuwa umeufungua haya majini kuingia kwenye maisha yako. Hata kama ukiombewa hayawezi kuondoka. Ili kwamba yaondoke, lazima atakwambia huyu ana nini, ana kitu chetu, hatuwezi tukaondoka mpaka atoe kitu chetu ambacho alichonacho. Hicho kitu ambacho atosema ni nini? Ni mapambo ambao ulio nayo, kwa sababu neno la Mungu limeukatalia usijipambe kwa dhahabu wala kwa lulu wala kwa lulu, usijipambe kwa hivyo, bali neno la Mungu limekutaka ujipambe wewe kwa adabu nzuri, kwa mavazi ya kustiri na kwa adabu nzuri. Neno la Mungu limekuruhusu kuwa hivyo. Kitabu kile cha Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari ule wa 9, ukienda kusoma pale, neno la Mungu linasema kwamba wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kustiri miili yao pamoja na adabu nzuri. Wanawake wajipambe kwa mavazi ya kustiri miili yao pamoja na adabu nzuri, si kwa kusuka nywele wala kutilia dhahabu, Kwa hiyo hapa neno la Mungu lishakataza. Kwa hiyo unapotafuta walimu wako kukufundisha kwamba hakuna shida, ni halali, ama ambao kwa naambiwa haya alikuwa ni watu wa Korinto, sio sisi. Ndugu yangu, huyo ni mwalimu wako, huyo ni mwalimu kipofu anayeongoza vipofu. Mwisho wa siku wote wanadumbukia shimoni, kwa sababu kipofu hawezi kumuongoza kipofu mwenzake, wote watadumbukia shimoni. Neno la Mungu lipo kwa ajili ya muongozo. Neno la Mungu ni katiba ya mbinguni, kwamba kwa neno utahukumiwa, kwa neno utahesabiwa haki, kwa neno utahukumiwa, kwa neno utahesabiwa haki. Yote ambayo yameandikwa humu ni lazima uyafuate. Labda yale ambayo Yesu ametoa ufafanuzi, ama Agano la Jipya ametoa ufafanuzi, ndio ambao tukiko kuyafuata. Lakini mengine yote ambayo ametoa ufafanuzi kwa neno la Mungu lazima uyafuate. Mungu anamwambia Yoshua, kwa kitabu cha Yoshua sura ile ya kwanza mstari ule wa 8, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, au maneno haya ya Torati yasiondoke kinywani mwako, bali yatafakari usiku na mchana, ndipo utapofanikiwa katika mambo yako yote. Neno la Torati lisiondoke kinywani mwako, yatafakari usiku na mchana, upate kutenda sawasawa na sheria hii ambayo umepewa, ndipo utakapofanikiwa katika mambo yako. Kwa hiyo neno la Mungu lipo kwa ajili ya kutuongoza. Kwa hiyo unapoambiwa kwamba usijipambe, wewe ukajipamba, basi umeenda kinyume na neno la Mungu. Kwa hiyo haya majini yanapata sababu ya kuingia kwenye maisha yako. Hata kama nena kwa lugha, bado ataingia kwenye maisha yako, sababu tayari una bidhaa zao, una vitu vyao, una vitu vyao. Kwa hiyo mapambo kwa ujumla, hii ni sababu ya haya majini kuingia kwenye maisha yako. Sababu nyingine ambayo inapelekea haya majini kuingia kwenye maisha yako ni kuimba. Hali ya kuimba ukiwa wapi? Ukiwa chooni. Hali ya kuimba ukiwa chooni. Kama wewe ni mtu wa kuimba ukiwa chooni, hakikisha umeokoka vizuri, hakikisha kwa sababu choo ni mlango wa kuzimu. Kwa ambao wanafanya kazi kuzimu wanajua, kwamba choo ina siri gani. Ndio maana hawa wenzetu kuingia chooni lazima kuna dua ambao wanaisoma, kwa sababu kule chooni kwani kuna vitu ambavyo viko kule
kwa nini kuna roho ambazo ziko kule. Kwa hiyo ukiwa ni mtu unaingia chooni, unapenda kuimba chooni, hakikisha umeokoka kweli kweli. Mara mwingine akiwa bafuni ndipo nyimbo zinakuja. Hakikisha umeokoka kweli kweli. Kwa hiyo hizo ni vitu ambavyo vinapelekea milango kufunguka na haya majini kuingia kwenye maisha yako, haya majini kuingia kwenye maisha yako na kuyatesa maisha yako na kuyasumbua maisha yako. Kwa hiyo unaanza ni ndoa nyingi, katika kesi nyingi ambazo zipo ni kesi za ndoa. Kwa sababu gani? Kwa sababu haya majini yanahakikisha kwamba yameharibu. Kama ni wanaume, yamewaharibu ili wake zao wasitosheke na waume zao, na kama ni wanawake, yanawaharibu ili kwamba waume zao wasitosheke na wake zao, ili kwamba waendelee kumkosea Mungu kwa kutoka nje ya ndoa, kuendelea kumkosea Mungu kwa kutoka nje ya ndoa. Kwa hiyo iko hivyo. Hizo ni dalili ambazo, ama hizo ni sababu ambazo zinapelekea haya majitu ama majini kuingia kwenye maisha yako. Na leo nitaishia hapo. Lakini kama bado haujasubscribe, bado nakuomba usubscribe channel hii ya Matengenezo na Ufunuo TV. Subscribe channel hii ya Matengenezo na Ufunuo TV, ili kwamba uendelee kuwa mwanafamilia. Kila ambacho ninachopanda mahali hapa ni kwa ajili ya msaada wa roho yako, kwa ajili ya msaada wa roho yako. Naamini utamshukuru Mungu ukiendelea kutufuatilia. Na kama unataka comment pia, unaweza comment hapo chini ili nitasoma, nami nitaona mawazo yako ni yapi, ama kile ambacho umecomment ni kitu gani. Mungu akubariki sana. Leo naishia hapo. Nakutakia amani ya Bwana. Shalom.